Langu jina ni Kimani wa Kimani, mkazi hapa Nakuru, mwanasiasa na vile vile mmoja wa wale ambao wanaishi na ulemavu katika kaunti yetu ya Nakuru. Nimekuwa nikitazama mambo kadha wa kadha na nafurahi sana kunialika katika studio za Manoti TV tuweze kuangazia masuala ibuka katika kaunti yetu na vile vile katika nchi yetu kwa jumla. Tukiangazia swala la IEBC, nimeweza kuona wale ambao ni wapinzani wakijaribu kumpiga yule rais William Ruto kwa sababu ya uteuzi ambao umeufanya wa wale makomishna na vile vile mwenyekiti wa IEBC. Niweze kueleza kinaga ubaga ya kwamba kura huwa haziibiwi na makomishna, haziibiwi na mwenyekiti wa IEBC. Na hakuna uwezekano wa kuiba kura katika nchi yetu ya Kenya kulingana na mikakati ambayo imewekwa ya kisheria na kadhalika. Kura huisha kuhesabiwa katika kituo cha kupiga kura. Kwa hivyo wale ambao mko katika upinzani, wacheni tukubaliane na wale ambao wameweza kuchaguliwa. Tumeweza kumuona jamaa kutoka Turkana ambaye ameweza kuteuliwa kama mwenyekiti wa IEBC. Hakika ukiangalia wasifukazi wake bwana Erastus Ekethon ni jamaa ambaye amebobea katika taaluma yake, ni jamaa ambaye ana wasifukazi wa kutosha, ni jamaa ambaye tunamtarajia ya kwamba atatumia ujuzi wake, atatumia utaalamu wake, atatumia uzoefu wake wa kazi kuhakikisha kwamba ametupatia matokeo ambao ni ya kuridhisha wakati huo ukifika. Vile vile Wakenya wamekuwa kigoja kwa hamu na gamu waone ni siku gani ambao IEBC itaweza kuchaguliwa ili nafasi ambazo zimebaki wazi kwa maafa ya wengine ambao waliweza kuchaguliwa, nafasi hizo ziweze kuzibwa. Vile vile kuna Wakenya ambao wanashauku kuhakikisha kwamba wamewapiga msasa, wamejaribu kuwatisha, wamejaribu kuwatimua wale wabunge ambao wamezebea kazini mwao. Kwa hivyo ni jambo ambalo sisi tunalifurahia. Na nishukuru pamoja na wale professionals kutoka Turkana ambao wamefurahia ya kwamba jamaa kutoka jamii dogo nchini Kenya anaweza kuongoza idara ambao ni kubwa mno katika nchi yetu ya Kenya. Hilo ni jambo ambalo ni la kutia moyo, na asante sana Rais William Ruto kwa kumteua mwenyekiti kutoka kwa jamii dogo nchini Kenya. Hiyo ni imewapea matumaini jamaa ambao wametoka kwenye jamii tofauti, jamii dogo, jamii ambazo hazina wingi wa watu. Kwa hivyo ni vyema wale ambao tuko katika upinzani, mimi nikiwemo, tukubaliane na makamishna ambao wameweza kuchaguliwa katika kamati hiyo ya IEBC, tuanze kazi. Mambo hayo mengine ya kusema ati kura zimeibiwa, kura zitaibiwa, hiyo ni hofu ambayo hatufai kuwa nayo. Masuala mengine ambayo wameweza kuibuka vile vile, nimemwona aliyekuwa waziri Matiang'i. Tulimjua jamaa mchapakazi, he's a doer. Ni jamaa ambaye ukiweka kizuizi katika kazi yake, yeye atapita na wewe. Sasa hivi ni mmoja kati ya wale ambao watawania urais katika nchi yetu ya Kenya. Nakumbuka hapo awali, kabla ya kuchaguliwa, kabla ya yeye mwenyewe kutangaza ya kwamba atakiwania kiketi cha urais, wale wanajenzi wakati walipokuwa wakifanya maandamano yao waliweza kuyataja majina yao wawili ambao wao wenyewe walisema wangependa kufanya kazi nao. Kumbuka hawa wanajenzi wakati walipokuwa wakipambana na mitihani yao, iwe ni ya darasa la 8 na kidato cha 4, aliyekuwa waziri wakati ule ni waziri Matiang'i, na yeye alikuwa ni jamaa ambaye si mchezo. Aliweza kumaliza mambo ya udanganyifu katika mitihani, na wao hata wakati wanaposema, wale wanajenzi wanaposema grade zao ama zile grade ambazo walizipata kutoka shule, huwa wanasema na sio grade tu, bali ni grade ya Matiang'i. Niko na A, niko na B, niko na cha, niko na da, lakini sio cha peke yake, ni cha ama da ya Matiang'i mwenyewe. Kwa hivyo ni jamaa ambaye tunatarajia mno ya kwamba atazuzua, ataleta changamoto, ataleta mhemko, ataleta joto jipya haswa kwa wanajenzi. Kwa hivyo kuingia kwa Matiang'i katika siasa za upinzani na haswa za kusema atawania kiti cha urais ni jambo ambalo limepatia ule upinzani moto, imewapatia nguvu mpya. Na hivyo basi tunatarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko kadhaa katika mpango ambao wameweka wale wapinzani, bwana Gachagua, bwana Kalonzo Musyoka, Martha Karua, bwana Eugene Wamalwa, na pia vile vile Natembeya amenyamaza kimya, lakini tunajua yuko katika mchakato huo. Ni jamaa ambaye tunamngoja sana, na hapa kwetu Nakuru atakapokuwa akianza siasa zake, najua kuna mbunge wangu pale Mheshimiwa Arama hivi majuzi aliweza kutamka maneno ambao wengine waliyachukulia na kwenda kuedit video zao, kusema kwamba ati wale wakazi wa Nakuru Town West, mimi nilikuwa mmoja wao, ati
chagua kwa awamu hizo zake 3 kwa sababu sisi ni wajinga. Hakuyataja maneno hayo, na hizo ni porojo ambazo wapinzani wake ambao ni hafifu mno, wale ni wanapambana, ule ni dovu. Mbu hawezani na dovu bana. Arama hapendwi hivi tu. Anapendwa kwa kazi anayoifanya, anapendwa kwa jinsi anavyotekeleza kazi yake, anapendwa kwa sababu yeye si mkabila, anapendwa kwa sababu yeye anapenda jamii zote. Ukifika kule kwake nyumbani, yeye huwa hakutambui wewe kama jamii kutoka jamii fulani. Yeye huwa anasawazisha kila mtu. Yeye utendaji kazi wake unajulikana. Ikifika ni kazi ambazo zinahitaji lobbying kama zile za barabara, ukitembea barabara zote za magharibi mwa Nakuru sasa hivi zote zimeng'aa. Bei ya mashamba mahala pale imeenda juu kwa sababu ya ujenzi ule wa barabara. Ikifika ni mambo ya distribution ya bursaries, hatujaweza kusikia isipokuwa wale wapinzani wake wakilalamika. Wengine huwa hawalalamiki. Kwa hivyo Mheshimiwa Arama, endelea vivyo hivyo, na itakapofika wakati wa Matiang'i, na niliona unafanya kazi na serikali ambayo iliyoko, serikali ya William Ruto, serikali ya Susan Kihika hapa katika kaunti, lakini wakati itakapofika ni mchakato wa kutafuta rais atakayekuja baadaye, mimi naomba sana uungane na ndugu yako Bwana Matiang'i, kwa sababu hapa kwetu Nakuru utakuwa unahitajika sana kufanya ile kazi. Vile vile nimeweza kuona baada ya kurudi kwa Susan Kihika, tumeweza kupata mbegu za alizeti, tumepata miche ya miparachichi, tumepata mbegu za mahindi zikisambazwa, tumepata mifuko ya mbolea ikisambazwa. Jambo hilo nitakutia moyo, na hajafanya hivyo peke yake. Amefanya vile vile Bi Liza Chelule ambaye ni mbunge mwakilishi ya kina mama, women rep wetu, na hilo ni jambo ambalo ni la kutia moyo, ni jambo ambalo ni la kufurahia. Tumeona vile vile Bwana Malinda ambaye alikuwa ni chief officer wa finance. Wengine wanasema ati amefutwa kazi. Amefutwa kazi na nani? Malinda alikuwa ada secondment ambayo iliweza kufika kikomo, na akaomba nafasi aweze kurudi katika county assembly ambapo alifanya kazi hapo awali, na ombi lake likapata kukubaliwa na county secretary kwa njia ya kuandikwa. Kwa hivyo yeye amesharudi katika makazi yake, na kumbuka Malinda ni jamaa ambaye ni professional. Yeye kazi yake anaifanya and he's a very competent man. Kwa hivyo watu waache poroja ya kusema ati yeye amefutwa kazi. Hajafutwa kazi na yeyote. Bwana Gachagua na kesi ambayo inaendelea mahakamani, kesi ambayo imeweza kuelesemekana ya kwamba yule naibu Chief Justice Philomena Mwilu hakuwa na haki ya kuteua wale majaji. Hii ni kesi ambayo mimi nikiangazia naona ni weredi wake wa siasa Bwana William Ruto. Sasa hivi William Ruto akiteweza kutembea katika Mlima Kenya atakubaliwa, kwa sababu atasema mliona hata mahakama imelegeza mambo ya mtu wenu hapa Rigathi Gachagua, mimi niko tayari kufanya kazi naye. Kwa hivyo ni njia moja William Ruto kujaribu kupenyeza tena katika Mlima Kenya. Na niulize wale wa Mlima Kenya, na je, kwa nini hampedi Bwana Kidiki? Na mimi naona 2032 Rais William Ruto ataendelea na Bwana Kidiki. Kwa hivyo ni vizuri muweze kumunga mkono mahala pale. Hapa kwetu Nakuru, kesi dhidi ya waliomuua Brian, waliomuua Raymond haijaweza kufika kikomo. Ili hali niliona mbunge wa Kasipuru wakati alipouawa, masiku hayakuisha 4 kabla haijajulikana ni akina nani washukiwa wakaweza kutiwa baroni. Lakini kesi ya Brian, kesi ya Raymond hatujaweza kupata haki hadi wa leo. Tunauliza, je, kwani mabwenyenye haki zao hupatikana haraka kuliko wale ambao ni wanyonge? Sisi tunasema haki ya Brian na familia yake ipatikane, haki ya Raymond na jamii yake ipatikane vile vile. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo sisi kama wakazi wa Nakuru tunasema yatiliwe mkazo, na tuhakikisha kwamba tumepata uhuru huo na tumepata haki yetu. Je, Uhuru Muigai Kenyatta yuko katika siasa za Mlima Kenya ama alimwachia Bwana Gachagua? Mimi naona kunyamaza kwake Bwana Uhuru Kenyatta ni kama vile tunasema kuinama kwa kombe, si kuinama tu. Ukiona kombe kainama katunga sheria. Kwa hivyo kunyamaza kwake Uhuru Muigai Kenyatta, na wakati wote ambapo amechomoza na kutaja maneno mawili matatu, amepeana mwelekeo. Tumeona akiwasihi vijana wasiwe walegevu, hakikisha kwamba wamejitosa katika uga huu, katika mambo haya ya siasa, na wahakikisha kwamba wametetea yale mambo ambayo taifa la Kenya limeweza kuyafikia. Yale maendeleo tumeweza kuyafikia, waweze kuyalinda, waweze kulinda mali yao, kwa sababu haikupatikana kiholela, ilipatikana kwa kutoa jasho. Kwa hivyo wito wake Uhuru Muigai Kenyatta kwa vijana ni kuonyesha kwamba yeye yuatarajia sana
kushikana na wanajenzi, kushikana na vijana wakati atakapokuwa akipatiana mwelekeo zaidi wakati wa uchaguzi utakapofika. Lakini kwa sasa hivi tunamshukuru sana kwa sababu amehakikisha kwamba yule aliye mamlakani anamheshimu, amempatia nafasi yake ya uongozi, na hapo ndipo tulipo sisi wanaazimio. Nashukuru sana kwa kuniita katika studio za Manoti TV. Kumbuka Manoti TV ni TV ambayo ni tedeti. Hapo ndipo utapata taarifa zinapochipuka. Hazichelewi. Bwana Manoti anajua kuzipata na kuzinasa na kuzipeperusha wakati upasao.